Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu wa mbingu na nchi ambaye ametuamsha tena Alhamisi ya leo kwa utukufu na kwa neema yake. Tunashukuru sana tunapoendelea vipindi vile pambazuko kila alfajiri. Tunasikia shuhuda nyingi sana katikati ya watu. Na naomba kabla sijaomba nikupe nafasi hii, karibisha na mtu mwingine, mwalike tushirikiane pamoja kwenye baraka za siku ya leo. Naomba tuombe. Baba mwema, mfalme wa utukufu, tunakuja mbele zako ye Bwana asubuhi ya leo ya Alhamisi. Tuna kila sababu ya kusema asante kwa kuwa Mungu umekuwa nasi katika makesha ya usiku, umetutunza maofisini, makazini, na umetuamsha salama alfajiri ya leo ya Alhamisi. Tunaachilia damu yako Yesu ya Pasaka ikanene mema katikati yetu na kufanyika baraka kwenye maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo Mungu, tunaomba nimkabidhi huyu mtumishi anayenifuatilia na kila mmoja atufuatilia Bwana kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Kwa neema ya Mungu leo tupate nafasi ya kuangalia mstari wa Zaburi ya 121. Zaburi ya 121. Alhamisi ya leo alfajiri nao nasema, nitayainua macho yangu nitazame milima. Msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Asiuache mguu wako usogezwe, asisinzie akulindaye. Naam, hata sinzia wala hata lala usingizi, yeye aliye mlinzi wa Israeli. Bwana ndiye mlinzi wako. Bwana ni uvuli wa mkono wako wa kuume. Napenda hapo aya ya 6. Jua halitakupiga mchana wala mwezi wakati wa usiku. Bwana atakulinda na mabaya yote. Atakulinda nafsi yako. Bwana atakulinda utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata milele. Nimetamani tuangalie maneno haya ya Zaburi ya 121 aya ya kwanza hadi ya 8. Moja kati ya mambo ambayo yanaleta maswali mengi sana kwenye maisha yetu ni hali ya hofu. Hali ya hofu. Watu wengi tunatembea kwenye hali ya hofu. Tunaishi kwenye hali ya hofu. Unatoka asubuhi, unaenda kazini hata haujiamini, kwenye biashara zako, unaenda masomoni, tunaishi kwenye hali ya hofu. Wasiwasi, mashaka, huzuni nyingi. Unatembea barabarani lakini hujiamini. Sasa nimetamani sana mtumishi wa Mungu tuangalie juu ya ahadi za Mungu kwetu sisi watoto wake. Ahadi za Mungu kwetu sisi watoto wake. Anasema, huyu mzaburi anasema, nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Manake ni mtu mwenye mahangaiko akitafuta msaada wa mahali fulani. Anasema, msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Asante Mungu, wakati kwenye mahangaiko ya hofu na mashaka juu ya mapito yake, Roho Mtakatifu akamsemesha ndani yake kwamba sikia, usipambane na milima, usipoteze muda kuangalia ukubwa wa milima. Ujue ya kwamba katika yote aliyo mbele yako, msaada wako pekee unatoka kwa Mungu. Anasema, msaada wangu huu katika Bwana. Bwana yupi? Bwana aliyeziumba, aliyezifanya mbingu na nchi. Sio kila Bwana, ni Bwana muumbaji, ni Bwana mfalme, Mungu wa miungu yote. Huyo ndiye ambaye msaada wetu watoka kwake. Anasema, asiuache mguu wako usogezwe, asisinzie akulinde. Maana wakati mwingine adui anataka ausogeze mguu wako. Unaona unakanyaga mahali pazuri, unakanyaga kuelekea kwenye ngema ya msingi, kwenye ngema ya mtalo wa maji machafu, kwenye ngema ya kalo la choo. Wakati unaona kwamba unakanyaga soka, mbona nakanyaga eneo kabisa zuri, shaka unapelekwa kwenye kisiki, unapelekwa si kwenye miiba, unapelekwa si kwenye eneo gani. Anasema, hata acha mguu wako usogezwe. Manake adui, kumbe ana tabia adui ya kusogeza hatua zetu.
Anakusogeza, una drive gari yako, lakini anakusogeza kwenye hatari. Ukijua umelenga vizuri kwenye saiti yako, kumbe vile umeingia kwenye saiti ya mwenzako. Ghafla umegongwa, ghafla umeumizwa, kumbe wewe ndio una makosa. Kwa hiyo yeye Mungu anasema asiuache mguu wako usogezwe. Asiuache mguu wako usogezwe. Katika safari zako, katika hatua zako, yeye anakusimamia ile kwamba unapokanyaga ndipo mahali sahihi pa kukanyaga. Unapoondoa wayo wako, yeye anaweka wa kwake. Yeye ni Mungu ambaye anazitengeneza hatua zako zikanyage mahali sahihi, ili kwamba kumbe adui ana tabia ya kutusogezea hatua zetu. Kutusogezea hatua zetu. Ukijua kwamba umetamka vizuri, kumbe amesogeza maneno ya kinywa chako. Umetamka ovyo. Ukijua kwamba uko sawasawa, kumbe hauko sawasawa. Kwa nini? Anakubadilishia position, anakubadilishia nafasi. Anasema kwamba yeye Mungu aliyeumba mbingu na nchi, yeye atakaa upande wako, na anasema yeye hata ruhusu mguu wako usogezwe. Anasema hata acha, anasema asiuache mguu wako usogezwe, asisinzie akulindaye. Napenda kitu cha namna hii. Manake nini? Utapitishwa kwenye njia ya Mungu iliyonyooka. Hofu ya nini, mtumishi wa Bwana? Unapojiandaa kwenda kazini, unapojiandaa kusafiri kwenda mkoani, hofu ya nini? Wakati tunaye Mungu ambaye yeye hata ruhusu nyayo zetu zisogezwe. Hatutadumbukia katika ajali, hatutadumbukia katika shimo, hatutadumbukia katika hatari. Kwa nini? Anatupitisha hatua zetu panapo nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Nasikia amani ndani, kwa kuwa tunaye Mungu ambaye anasimamia hatua zetu. Kama si yeye Mungu ambaye anasimamia hatua zetu, tungeshaingia kwenye mashimo muda mrefu, tungeshaangukia kwenye mitego ya wenye dhambi, tungeshaingia kwenye mitego yao. Yeye ni Mungu ambaye anasimamia hatua zetu, anasimamia njia zetu, anasimamia maamuzi yetu, ili tusiingie katika shimo la adui, shimo la dhambi, shimo la uovu, shimo la makosa. Yeye ni Mungu anatusimamia. Kwa nini? Adui anatuwekea mitego makazini, mitego ya uzinzi, mitego ya ulevi, mitego ya tamaa, kwamba hiyo hela hiyo imekaa, hiyo unaweza ukachukua tu. Hiyo ni mitego ambayo sasa Mungu tuliye naye anakutengenezea njia ambayo utajua ya kwamba hapo ulipo mahali ni mahali ambapo haupaswi kwenda kulia wala kushoto. Mambo haya upaswi kuyafanya. Kinakuja kitu fulani yeye anakuongoza katika njia iliyo haki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba naam, hata sinzia wala hata ala usingizi, yeye aliye mlinzi wa Israeli. Mungu ndiye mlinzi wetu, watumishi wa Mungu. Unanisikiliza? Ondoa hofu, maana tunaye mlinzi wetu ni Mungu. Yeye ametuagizia malaika zake watulinde. Anasema kwenye Zaburi kwamba malaika wa Bwana hufanya kituo katika wamchao na kuwaokoa. Malaika wanafanya kituo kwenye maisha yetu. Wewe uliye mtoto wa Mungu una neema kubwa sana, kwa sababu Mungu amekufunika kwa mbawa zake. Bwana Yesu asifiwe. Anasema jua, anasema Bwana ndiye mlinzi wako, Bwana ni uvuli wa mkono wako wa kuume. Sasa angalia haya, anasema jua halitakupiga mchana. Oh, I like it. Anasema jua halitakupiga mchana wala mwezi wakati wa usiku. Unajua kuna watu jua likitoka ni taabu, yaani ni mtu wa kuhangaika, ni mtu wa kuteseka, hana mapumziko, hana utulivu. Jua likiwaka ni taabu. Kuna watu wengine mwezi unapotoka ni taabu. Anakuambia kwamba yawe ni mapigo ambayo yatakuja wakati wa mchana ama wakati wa usiku, yeye Mungu ambaye atakulinda. Jua litakaa upande wako, litakuwa ni jua la haki. Mwezi utakaa upande wako, mwezi utakumulikia, utakulinda. Na ndio maana kuna watu ambao wameweka nguvu zao kwenye mwezi. Ukifika mwezi fulani, mtu fulani anaumwa, anapata changamoto fulani, watu wameweka nguvu zao kwenye tarehe za miezi. Unaambia huyo ni mwezi mchanga huyo. Ngoja nikwambie, sio mwezi mchanga. Adui ameseti makombora yake akupige kutoka kwenye lango la mwezi. Kwa hiyo kuna watu wameseti hayo mambo. Wengine jua la asubuhi,
wengine jua la jioni, wengine jua la utosi. Mimi bwana, ikiwa jua la utosi naumwa sana kichwa. Sio jua la utosi. Jua la utosi halina shida na wewe, bali adui ameseti silaha zake. Jua likiwa la utosi, wewe unaumwa kichwa. Wengine jua la asubuhi, pambazuko la jua, akiona ule mwanga wa pambazuko la jua, yeye anasikia taabu maishani mwake mote. Mwingine jua la jioni, jua la kuzama, lile jua mtuo, akiona ule mwanga wa jua mtuo anachanganyikiwa, anaumwa. Wengine ni mwezi, wakiona mwezi mpevu au mwezi mtuo wanachanganyikiwa, wanaumwa, wanahama mpaka familia zao, wanachanganyikiwa. Ngoja nikwambie, siku ya leo nimekuja nikwambie ya kwamba wala jua wala mwezi havitakuwa silaha za kukupiga kwenye maisha yako na familia yako. Maana yeye Mungu tuliye naye ndiye aliumba jua na mwezi kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuumba jua na mwezi viwe mahali pa kutushambulia sisi. Bwana tuliye naye. Ondoa hofu, ondoa mashaka, muamini Mungu, songa mbele. Songa mbele. Jambo moja la pekee tu ni wewe ujue ya kwamba mahusiano yako na Mungu yako vizuri. Shikilia imani yako na Mungu. Shikilia msingi wako na Mungu. Shikilia upendo wako na Mungu. Kazana kukuza imani yako na Mungu, maana ahadi ya Mungu ni kamili. Jitenge na dhambi, jitenge na uovu, jitenge na mauzinzi, jitenge na matamaa, jitenge na makiburi, jitenge na mambo yasiyofaa, jitenge na ushirikina, jitenge na mambo yasiyofaa ya wizi, udokozi, jitenge nayo, uchochezi, ugomvi, kutukana wengine, kuharibu maisha ya wengine. Jitenge na hayo ili Bwana awe upande wa kwako, ili yeye akupiganie, akutetee mbele ya adui zako. Ushaka kuna watu ambao wanapita kwenye taabu, lakini angalia, hawana mpango na Mungu. Lakini nataka nikwambie wewe ambaye umemwamini Mungu, huu ni urithi wako. Huu ni urithi wako. Hii ni neema yako. Na huu ndio urithi wako, kwamba unalindwa na Mungu mwenyewe. Na ndio maana ile Zaburi ya 92 inasema, Zaburi ya 91 samani 91 inasema, aketie mahali pasiri pake aliye juu atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Nitasema, Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakaye mtumaini. Maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji, na katika tauni haribuyo. Kwa manyoya yake atakufunika, chini ya mbawa zake utapata kimbilio. Uaminifu wake ni ngao na kigao. Anasema hautaogopa, hautaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala ule uharibuo adhuhuri. Ijapo watu 1000 waanguka ubavuni pako, naam 10,000 mkono wako wa kuume, hata hivyo hautakukaribia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni ahadi ya Mungu kwako. Huu ndio utajiri wetu uliookoka. Huu ndio utajiri wa watumishi wa Mungu. Tunalindwa na nguvu za Mungu. Na yoyote anayefanya vita na sisi, anafanya vita na Mungu dhahiri. Yoyote anayejaribu kupigana na watoto wa Mungu, anakutana na hasira ya Mungu dhahiri. Kwa nini? Mlinzi wetu sisi sio security guard. Sio watu, sisi mlinzi wetu ni Mungu aliye hai, Muumba mbingu na nchi, Bwana mabwana, Mfalme wa wafalme, Mungu wa miungu, jemadari wa vita. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Natamani mtumishi wa Mungu uliokoka, tembea kifua mbele. Natamani wewe unayemwamini Mungu, tembea kifua, kwamba mimi sihitaji hilizi, sihitaji kamba, sihitaji kitu gani, sihitaji chale, na mhitaji Yesu peke yake. Yeye aliye mlinzi wa maisha yangu usiku na mchana. Sio jua, sio mwezi, sio mshale wa usiku, sio mshale wa mchana, sio ajali, sio mikosi. Bwana ataniepusha. Bwana Yesu atifiwe. Yeye anatupigania. Kwa nini? Sisi tu watoto wake. Tunapokaa kwenye dunia hii, tunamzalia matunda. Nikuondoe hofu mama, usiogope. Songa mbele. Songa mbele. Usiogope. Acha walete mishale. Acha waloge. Acha wawange. Acha watoe kafara zao. Anasema hautaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala ule uharibuo adhuhuri. Kwa nini
naogopa, iwe ni mchana, iwe ni usiku, iwe ni gizani, iwe nuruni, Bwana ametufunika. Anasema kwa mabawa yake ametufunika, chini ambayo tunapata kimbilio. Kimbilio letu ni Mungu. Nami nikutie moyo, ondoa hofu. Sema, mimi kuanzia sitaogopa, maana aliye ndani yangu ni mkuu kuliko hao. Usiogope. Unakutishia uchawi? Unakutishia uganga? Uganga ni kitu gani kwa Mungu? Uchawi ni nini kwa Mungu? Ni nini wafanyacho wao ambacho Mungu wetu hawezi kufanya? Ni nini wafanyacho wao ambaye Mungu hawezi kuzuia? Naomba nikuombee. Sema, Mungu Baba, ninakuja mbele zako, mimi mtoto wako na mtumishi wako. Asubuhi ya leo ya Alhamisi, nimetambua ya kwamba nina utajiri mkubwa kwa kuwa nimekuamini wewe, kwa kuwa nimekufuata wewe. Ninaomba unisamehe kwa ajili ya hofu yangu na mashaka yangu na hali yangu ambayo ninaipitia kila wakati, kazini, kwenye biashara, kwenye familia yangu. Hali ya hofu, hali ya kuogopa, kukata tamaa, kuogopa wachawi, kuogopa mabundi, kuogopa mapaka, kuogopa mapanya. Hali ya kuogopa iliyokaa ndani yangu leo hii ninaivua kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu ninaivua. Maana maandiko yako yanasema, sitaogopa hofu ya usiku, wala mshale ulukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala ule walibua dhuhuri. Sitaogopa nyakati zote, nyakati zote. Yesu, kila silaha inayoandaliwa juu ya maisha yangu, iwe inaandaliwa mchana ama usiku ama jioni ama alfajiri, usiku wa manane, ama kazini kwangu ama ofisini kwangu ama kwenye masomo yangu, kwenye biashara zangu, kanisani kwangu, kwenye huduma yangu, kila mshale unaoandaliwa kunishambulia, kila silaha inayoandaliwa kuniangamiza haitafanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Kila silaha inayoandaliwa juu ya familia yangu, juu ya mke wangu, juu ya mme wangu, juu ya watoto wangu, juu ya mali zangu, biashara yangu, kazi yangu, kila mshale, kila silaha hautafanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Wala jua wala mwezi halitanipiga. Jua likichomoza nitapata maarifa, mwezi ukichomoza nitapata akili, nitapata ufahamu. Amani itatawala kwenye malango yangu, furaha itatawala kwenye maisha yangu. Nitapita katikati ya adui zangu, nitakuwa salama. Nitapita katikati ya watesi wangu, nitakuwa salama. Maana Bwana uko upande wangu, maana Bwana umeniatamia. Ninakabidhi kwako afya yangu, nakabidhi kwako roho yangu, nakabidhi kwako nafsi yangu, nakabidhi kwako mwili wangu, nakabidhi kwako akili zangu, ufahamu wangu, imani yangu, nakabidhi kwako familia yangu, nakabidhi kwako watoto wangu, ndoa yangu, mume wangu, mke wangu, nakabidhi kwako biashara yangu, nakabidhi kwako kazi yangu, ajira yangu, ofisi yangu, nakabidhi kwako kila cha kwangu, masomo yangu, elimu yangu, nakabidhi kwako Bwana, nakabidhi kwako Bwana. Yeyote ambaye ananionea roho za chuma ulete, kupoteza fedha, kuibiwa fedha, leo hii Bwana dhihirisha hao wabaya wangu, dhihirisha hao watesi wangu, dhihirisha hao adui zangu. Bwana, nipe kupita katikati yao kwa jina la Yesu. Kwa damu, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kukataa hofu, kataa kuogopa, kataa hofu, endelea kuomba. Ombea familia yako, ombea watoto wako, ombea kazi yako, ombea roho yako mwenyewe, ombea familia ya kwako, ombea ndoa yako, ombea kazi yako, ombea wazazi wako. Omba kwa imani, omba kwa imani, kataa, endelea, kataa hofu. Bwana akubariki, Baba akupiganie, Baba akuinue imani yako, Mungu ainue imani yako. Yeye aliyeumba mbingu na nchi akutetea, akupiganie, akupandishe panapo nafasi, akuketie mahali pa juu sana. Uwekwe mbali na watesi wako, mbali na machuma ulete, mbali na umasikini, mbali na aibu. Na siku ya leo ya Alhamisi na ikabidhi kwako wewe Bwana, iwe ya baraka, iwe ya neema, iwe na ushindi katika jina la Yesu Kristo. Malango ya Alhamisi yakawe wazi na baraka tele na neema tele, na watu wako Bwana wafurahie maisha kwa damu yako Yesu Kristo. Naomba na kuamini, amen. Bwana akubariki, Bwana akupiganie, Bwana akutetee, Bwana akushindie. Endelea kuomba katika Yesu Kristo, amen. Mungu akubariki sana.
Maombi haya ni endelevu. Unaweza kaendelea kuomba, hata tumekatisha hapa, endelea kuomba. Mtumie rafiki yako, alika na mtu mwingine. Asante kwa kutufuatilia Alhamisi ya leo. Usiache kusubscribe na kulike. Mimi ambaye kuletea maombi haya naitwa Father Helman Bernard Madare, kasisi msaidizi wa kanisa la Bartolomayo hapa Ubungo. Shalom shalom, na Mungu akubariki sana.